Kweli nchi hii inahitaji ukombozi, inahitaji kabisa ukombozi, kwa sababu kama tukiendelea tunazidi kuona watu wanavyokufa, watu wamekufa, hakuna chochote kinachoeleweka. Naona kwamba nguvu aliyotumia ni sawa kama alivyokuwa akiwaambia wazee wa Dar es Salaam kwamba kwa nini hamkuwazuia watoto wenu? Unafikiri watoto wameshakuwa wakubwa, wako kwenye majumba yao, utatoka huko kwenda kumwambia mtoto wako kwenye mji wake kwamba usiende kuingia kwenye maandamano wakati ndio watawala wa kesho? Au nafikiri Samia atakaa milele? Watu wametekwa katika utawala wako, lakini hilo hushughuliki hata kidogo, wala hujigusi. Watu wamekufa, hujigusi wala huna uchungu kwa sababu watoto wako wako salama. Lakini yuko Mungu ambaye hashindwi kuwamaliza wakwako popote walipo, popote walipo. Mungu ana jeshi la malaika, aweza kumtuma malaika akaenda popote alipo wakwako na akammaliza huko huko. Sisi wala hatuna shida na wewe kusema kwamba tuna shida ya kukuua. Hata mimi hata ungekaa hapo sihangaiki hata kukuua, nikuue ili weje, wakati yuko Mungu awezaye kuwamaliza. Mwenye amri ya kuondoa uhai wa mtu ni Mungu. Akiona umezidi atauondoa tu uhai wako bila kuguswa hata na mwanadamu. Kwa hiyo tuhangaikie nini? Tuhangaike nini? Kwa kweli nchi yetu inahitaji ukombozi kabisa, kwa sababu hapa tulipo hatuna usalama. Watoto wetu hawana usalama, wajukuu zetu hawana usalama, vilembo vyetu watukuu hawana usalama. Kwa watu wa kawaida wanaweza kuangalia mambo, tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae kuja kusimamia mchakato wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? Na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe una bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti, maana unaona waliouawa. Ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama hakuna yeyote, ama viongozi hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa?